Tafakari ya safari. Umefika basi kuweza kusikia hakika kile ambacho Mwenyezi Mungu anatunenea siku hii ya leo. Tafakari ya safari. Ni wasawa kutafakari. Napenda sana kitengo hichi. Na Amani Aila. Hapa Radio Maisha. Aya. Unajua ni pesa tu. Ni pesa tu. Lakini kama kuna kitu mimi hupenda, Mungu nitende. Napenda shamba. Napenda shamba. Unasema rais? Mimi ni pesa tu akiarani. Napenda mashamba. Napenda mashamba sana. Yaani pesa wewe ni sawa. It's okay. It's alright. Unajua uzuri wa shamba, unaweza kuamua shamba ni kulima, utalima. Unaweza kuamua shamba utajenga nyumba lako la kuishi. Unaweza amua kwamba shamba utaweka pengine nyumba ya kukodisha. Unaweza kuamua shamba pengine utaweka shule, utaweka hospitali. Unaweza kuamua hiyo shamba pengine utafanya iwe ni utapatengezea pawe pengine workshop ya namna fulani. You can do anything na shamba. Shamba. Usijiko unanielewa. Yaani mradi wewe ndio mwenye shamba, unaweza kuamua hiyo shamba utaitumia namna gani na vipi na wakati upi. Okay? Kuna watu wana mashamba na hata hawajawahi enda kuziona kabisa. Kuna watu wana mashamba na hata hawaja fence shamba zao, plot zao hawajazi fence kabisa. Kuna wale ambao wameamua kufugia tu mifugo yao, itakuwa ni kufugia mifugo tu. Kuna mbuzi pale wanakula. Zingine zinaitwa ranch mwanangu. Yaani shamba kubwa. Pesa wewe. Pesa wewe. Wewe pesa wewe. It's okay and it's all right. Shamba ni baraka, by the way. Ukiangalia kina Waisraeli hawakuambiwa mkienda kule mtapata dhahabu, hawakuambiwa mkienda kule mtapata sijui fedha. Walikuwa wanapewa shamba, walikuwa wanapewa eneo lao. Na mara nyingi hata sisi tunajua kwamba wazazi wetu siku hizi naona mambo yanabadilika kidogo, lakini watu wamekuwa kiachia watoto wao mashamba. Shamba zimeenda zikipungua. Lakini shamba ni baraka, ni ardhi, ni udongo, okay? Mahali ambako tumetokea yani. Oh Lord Jesus, napenda shamba. So nimekuja kurealize kwamba binadamu ni kama shamba tu. Kwake Mwenyezi Mungu, binadamu ni kama shamba. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume 3, tulianza nawe hapo jana, lakini bado tuko hapo hatujamaliza, kwamba siku moja Petro na Yohana walikwenda hekaluni saa 9 kwa sala ya adhuhuri. Karibu na mlango uitwao Mzuri, palikuwa na mtu aliyekuwa amelemaa tangu kuzaliwa. Kila siku huyo mlemavu aliwekwa karibu na lango la hekalu, akawa akiomba fedha kwa watu waliokuwa wakiingia ndani ya hekalu. Alipowaona Petro na Yohana wakielekea hekaluni, aliwaomba wampe chochote. Wakamkazia macho. Kisha Petro akamwambia, tuangalie. Akawakodolea macho, akitazamia kupata kitu kutoka kwao. Lakini Petro akamwambia, sina fedha wala dhahabu za kukupa, lakini nitakupa kile nilicho nacho. Kwa jina la Yesu wa Nazareti na kuamuru, tembea. Petro akamshika yule mtu mkono, akamuinua, akasimama kwa miguu yake mwenyewe. Mara miguu na viungo vyake vikapata nguvu, akaruka juu, akasimama, akaingia hekaluni pamoja na Petro na Yohana, huku akirukaruka na kumsifu Mungu. Watu wote walimwona akitembea na kumsifu Mungu. Wakamtambua kuwa yeye ni yule mlemavu aliyekuwa kiketi nje ya hekalu penye lango akiombaomba. Wakashangaa mno kuhusu maajabu yaliyomtokea. Unaangalia kifungo hiki, huyu mtu tumpe jina, tumuite Onyi, tumuite Onyango, ama tumuite Kamau, tumuite nani? So Omondi.
So Omondi amekuwa tunambandika tu jina. So Omondi amekuwa kwa miaka na mikaka, amekuwa pale pale, akiletwa pale na watu, anaombaomba pale, anapata riziki. Anaona watu wengine wakiwa bora, anaona watu wengine wakiwa wenye kujiweza, wanaweza kutembea, wanaweza kukimbia, wanaweza kujitafutia. Yeye hana namna, miguu yake imelemaa, so hawezi. So yake ni kuketi pale, na anaketi mahali ambapo watu wanamuona publicly, pale ambapo pana traffic ya watu, watu wanaingia, watu wanatoka, macho mengi yanazidi kumuona, kila kuchao wanamuona. Kuna watu wanamsaidia, kuna wale wanampita, lakini wote wao wanajua kwamba Omosh huwa yuko hapa kando. Omosh huwa ameketi pale, yule jamaa mlemavu huwa ameketi pale, okay, kwa miaka na mikaka. Nimekwambia kwamba binadamu ni kama shamba. Kwa nini? Mwenyezi Mungu aliyemuumba huyu bwana Omosh ndiye yule ambaye amewaumba hawa watu wengine wote ambao wako sawa, na ambao wanaingia na kutoka, na ambao watu wanamsaidia fedha. Na ni Mwenyezi Mungu ni huyu, yani Mwenyezi Mungu ambaye alimuumba Petro ni huyu ambaye amemuumba Omosh. Tumempa jina Omosh kwa leo. Sawa? Na unajiuliza mbona? So ukiangalia kitabu, namna Omosh alivyofurahi, alivyobambika baada ya kwamba anaweza kusimama, anaweza ruka, akaingia moja kwa moja, aliingia hekaluni kwanza, na watu wakamwona, watu wakasema si huyu ndiye, okay, na wakajua kwamba Omosh ameanza kutembea, ule mlemavu ameanza, angalia na ruka, si huyu ni Omosh huyo. Yani kumbe jambo hili halijampata by surprise Mwenyezi Mungu. Ni kitu alikuwa amepanga, ni kitu alikuwa ananuia kufanya. Na Omosh alikuwa at the right place at the right time, okay? Ndio kina Petro afike, Omosh alikuwa at the right place at the right time in the right condition. Na hapa right condition ni kwamba ana ulemavu. Kwa nini iwe ni right condition? Kwa sababu katika ulemavu huu Mwenyezi Mungu anaenda kutukuka. So hali ya kuwa na ulemavu, it is the right condition for God to exalt himself, Mwenyezi Mungu kujitukuza katika ile hali. Unajua sometimes unajiangalia uko katika hali mbaya, unajiona uko katika hali mbaya zaidi, lakini kumbe hiyo hali mbaya yako ndio hali nzuri ya Mungu. Nasema hiyo hali mbaya yako ndio hali nzuri zaidi ya Mungu, kwa sababu ni kupitia hali hiyo mbaya yako ambapo Mwenyezi Mungu anaenda kujitukuza, ambako watu wanaenda kujua kazi ya Bwana na kazi ya Mungu. Kwako wewe ni hali mbaya, lakini kwake Mwenyezi Mungu ni hali nzuri. That is the right condition ambayo Mwenyezi Mungu alihitaji ili apate jina lake lipate kutukuzwa na watu wapate hata kumwamini zaidi. Ukisoma kitabu cha Yohana 9 kuanzia pale 1, kwamba Yesu alipokuwa akipitia, alimuona mtu mmoja akipita, alimuona mtu mmoja kipofu tangu kuzaliwa. Basi wanafunzi wakamuuliza, "Mwalimu, ni nani aliyetenda dhambi, mtu huyu ama wazazi wake, hata akazaliwa kipofu?" Yesu akajibu, "Jambo hili halikutukia kwa sababu ya dhambi zake yeye wala dhambi za wazazi wake, ila alizaliwa kipofu ili nguvu ya Mungu ionekane ikifanya kazi ndani yake." Sawa, ile nguvu ya Mungu ionekane ikifanya kazi ndani yake. So seti ni dhambi zake, seti ni wazazi wake walitenda dhambi, seti kwao pengine kuna hilo tatizo la ulemavu, lakini alizaliwa vile ili nguvu ya Mungu ionekane ikifanya kazi ndani yake. Nimekuambia maisha ya mtu ni kama shamba, hususan kwake Mwenyezi Mungu. Ataamua hii atalima wakati huu, hii atafugia ng'ombe, hii atawekea mradi, hii atafanyia nini. So kuna wale ambao wamechaguliwa kwa ajili ya
kuhakikisha kwamba jina la Yesu Kristo linapewa sifa na utukufu. Na sizungumzii tu by the way kwamba mtu ambaye amezaliwa na ulemavu. Okay? Nimekuambia kwamba sometimes uko katika hali mbaya, lakini kwake Mwenyezi Mungu hali hiyo ni nzuri zaidi, kwa sababu Mungu anaenda kutenda, Mungu anaenda kudhihirisha ukuu wake. Huenda pia wewe si eti mambo tunakuzaliwa tu, lakini mambo yamekuendea vibaya na umekuwa ukijilaumu tena sana. Umekuwa ukiona pengine ulifanya uamuzi ambao haukuwa mzuri, pengine watu hawaja kufeva, pengine watu wamekupuuza, pengine watu wamekutenga, pengine mambo yamekuendea mrama. Kuna mambo ambayo Mwenyezi Mungu anaruhusu yafanyike hapo katika maisha yako kwa ajili ya nguvu za Mwenyezi Mungu kuweza kuonekana ikifanya kazi ndani yako. Okay? Katika huo udhaifu, katika huo unyonge, katika mambo kusabaratika, katika mambo kwenda vibaya, ni kwa sababu nguvu ya Mungu inaenda kuonekana ikifanya kazi ndani yako. Sometimes, na mara nyingi, kazi ya Mungu inaonekana katika udhaifu wetu. Kazi ya Mwenyezi Mungu ama nguvu zake inaonekana katika mapungufu yetu. Wewe kama kila kitu kinakuendea shwari, Mungu atatukuka lini bwana? Katika maisha yako ni lini Mungu atatukuka? Ni lini watu wataangalia hivi na waseme hakika kuna Mungu, hakika kuna Bwana? Hata huyu ambaye mambo yake yalikuwa yanamuendea vizuri, Ayubu, Mwenyezi Mungu aliruhusu mapigo yampate, magumu yamkumbe, lakini wakati ambapo Mwenyezi Mungu alianza kutenda kazi ndani yake, hakika sisi uangaliana na tukasema wacha Mungu aitwe Mungu. Restoration ilifanyika, okay? Urejesho ukawa mwingi tena sana na wa ajabu. Mpaka sasa tunamzungumzia Ayubu. Wakati hali ni mbaya kwako, hali hiyo huwa nzuri zaidi kwa Mungu. Okay? Wakati ambapo amemtundika Yesu msalabani na maumivu yote na uchungu yote na huzuni yote na nini, hapo Mwenyezi Mungu kumruhusu mpaka Kristo afe, si hali imekuwa mbaya zaidi? Mwanangu Yesu amekufa, si hali imekuwa mbaya zaidi? Si hiyo imeenda? Lakini my friend, siku ya tatu tukufu wa Bwana, nguvu za Mungu zilionekana zikifanya kazi ndani yake. Manake jiwe lilibingirishwa pale, alitoka akiwa yuko hai na alama ya misumari ipo mikononi. Haingeonekana, asingepitia hali hiyo ya mauti, hali hiyo ya mateso, utukufu ungekuja namna gani? So sometimes Mungu amekuchagua wewe kama shamba ya mradi fulani, na atajitukuza kwa njia yake, atafanya jinsi apendavyo yeye. After all, yeye ndiye ambaye alikuumba, yeye ndiye amekupangia siku zako hapo ulimwenguni. Akiamua kuringa na wewe kidogo, anaringa na wewe kidogo, anakupitishia hali ngumu kidogo, kisha kianza kukuinua, anaringa na wewe kidogo. Manake kila mtu anaona na anasema nani hapa kuna Mungu, hapa kuna Mungu. Huyu alikuwa mgonjwa, huyu alienda mpaka ICU, huyu alikuwa ameenda bwana, huyu alikuwa amefilisika, huyu mali yake yote ilikuwa imetekwa, huyu anaruhusu mambo hayo yote yafanyike. Alafu Mungu akianza kuringa na wewe, akianza kushow off, akianza kujionyesha na wewe, hata wewe utapenda. Hali hiyo mbaya ni mbaya kwako, lakini kwake Mwenyezi Mungu hali hiyo ni bora zaidi. Amen.